Je, Airbnb ni fursa mpya ya uwekezaji Tanzania? Kwa nini sasa ndio muda wa kuanza? Kama kuna uwekezaji unaokua kwa kasi duniani katika sekta ya majengo, basi ni biashara ya Airbnb. Hata hapa Tanzania mahitaji ya nyumba za muda mfupi yanaongezeka kila mwaka kutokana na ongezeko la watalii, wasafiri wa biashara, wafanyakazi wa miradi, wanafunzi wa kimataifa na Watanzania wanaosafiri kutoka mikoa mbalimbali. Lakini jambo ambalo watu wengi bado hawajalitambua ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa duniani yanaweza kuongeza mahitaji ya huduma za utalii katika nchi zenye mazingira mazuri kama Tanzania. Katika miaka hivi karibuni, baadhi ya nchi nyingi za Ulaya na baadhi ya nchi za Asia zimekuwa zikikumbwa na vipindi vya joto kali zinazovunja rekodi. Hali hiyo imewafanya baadhi ya watalii kubadilisha maeneo wanayochagua kutembelea kulingana na msimu. Hata hivyo, idadi ya watalii inategemea sababu nyingi kama gharama za usafiri, vivutio vya utalii, usalama, huduma bora na sera za nchi husika. Kwa hiyo, si sahihi kusema kuwa joto pekee litasababisha watalii wengi kuhamia Tanzania, lakini linaweza kuwa moja ya sababu zinazochangia mabadiliko ya uchaguzi wa baadhi ya wasafiri. Tanzania ina faida kubwa ambazo hazibadiliki kirahisi. Tuna hifadhi za taifa, mlima Kilimanjaro, fukwe za Zanzibar, Serengeti, Ngorongoro, Ruaha, Nyerere National Park na maeneo mengi ya kipekee ambayo huvutia wageni kutoka duniani kote. Kadri utalii unavyoongezeka ndivyo mahitaji ya sehemu nzuri za malazi yanaongezeka. Hapa ndipo biashara ya Airbnb inapopata nafasi kubwa. Tofauti na guest house au hoteli za kawaida, Airbnb humpa mteja uhuru mkubwa zaidi. Anaweza kupika chakula chake mwenyewe, kufua nguo, kufanya kazi akiwa ndani ya nyumba, kutazama television, kupumzika kama yupo nyumbani na kupata faragha zaidi. Hii ndiyo sababu wasafiri wengi wa kisasa wanazidi kuipendelea. Kwa mwekezaji, Airbnb inaweza kuwa na faida kadhaa endapo itachaguliwa eneo sahihi, ikaendeshwa vizuri na ikapata wateja wa kutosha. Mara nyingi bei ya usiku mmoja inaweza kuwa kubwa kuliko kodi ya kawaida ya kila siku, lakini mapato halisi hutegemea kiwango cha wageni wanaokaa, gharama za uendeshaji na ushindani wa soko. Ndiyo maana eneo unalojenga lina umuhimu mkubwa kuliko wa jengo lenyewe. Maeneo yenye fursa nzuri ni karibu na vituo vya utalii, fukwe na maeneo ya mapumziko, viwanja vya ndege, vituo vya mabasi, hospitali kubwa, vyuo vikuu, maeneo ya biashara katikati ya miji. Ukichagua eneo sahihi, ukajenga nyumba yenye muundo mzuri, ukafanya finishing bora na ukatoa huduma nzuri kwa wageni, nafasi ya kupata wateja huwa kubwa zaidi. Lakini kosa ambalo watu wengi hufanya ni kujenga nyumba bila kufanya utafiti wa soko. Wanaanza ujenzi kabla hawajajua ni aina gani ya wateja wanaowalenga. Uwekezaji mzuri huanza kwa kupanga, si kwa kumwaga zege. Ndiyo maana kabla hujajenga Airbnb ni muhimu kushirikiana na wataalamu watakaokushauri kuhusu aina ya ramani inayofaa, matumizi bora ya kiwanja na mpangilio wa vyumba utakaoongeza thamani ya uwekezaji wako. Hapa kwa Mjenzi wa Nyumba TZ, huduma zetu tunasaidia kuanzia hatua ya wazo hadi kukamilika kwa mradi wako. Tunatoa huduma za kuchora ramani za Airbnb, guest house, hotel na lodge, kuchora ramani za nyumba za kisasa na magorofa, michoro ya structure, makadirio ya gharama za ujenzi BOQ, usimamizi wa miradi ya ujenzi kuanzia msingi hadi kukabidhi funguo, ushauri wa kitaalamu kuhusu uwekezaji wa majengo. Wasiliana nasi kwa simu namba 07 12 93 70
90. Hii ni kwa njia ya simu ya kawaida au message ya kawaida. Pia unaweza kuniwasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp ama Telegram kwa 0765 93 70 90, na email yetu ni info@mjenziwanyumbatz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi. Shukrani.